Fred har ikke selvfølge. Herren sa til Moses: Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Krig, krig, krig. Det er nok for Kongo. Det er nok med krigen i Kongo. Kongo, veien ut er mulig. Fred, det er fortsatt mulig. Hør mitt rop, hør min bønn, hør, å min Gud. Hør mitt rop, hør min bønn, hør, å min Gud. Herren, 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 hør, å min bønn. Sikia kulia kwangu, e Mungu wangu. Sikia maombi yangu. Sikia kulia kwangu, sikia kulia kwangu, e Mungu wangu. Sikia leo. Ukinificha uso wako, nitajificha wapi maadui zangu? Nilinde uhai wangu na hofu ya maadui zangu. Mungu, ukinificha uso wako, nitajificha wapi maadui zangu? Nilinde uhai wangu na hofu ya maadui zangu. Nimechoka na kulia kwangu, roho yangu imekauka. Giza kubwa lafunika njia yangu, mwisho wangu nitakuwa wapi Baba? Hey. Herren, 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 hør, å min bønn. Herren, 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 hør, å min bønn. Sikia kulia kwangu, e Mungu wangu. Ila wewe sitoweza. Nahitaji msaada wako Baba. Baba, 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 sikia maombi yangu. Baba, 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 sikia maombi yangu.
Haren, Haren, oh min bön. Haren, 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 oh min bön. Haren, 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 oh min bön. Haren, 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 oh min bön. Baba, 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 sikia maombi yangu. Hallelujah. Baba, hallelujah. Baba, Baba, sikia maombi yangu. DJ Exaucé, Sven Studio. Mpendwa msikilizaji wa Radio Sven, wa Studio Sven, ninashukuru Mungu kwa kuona leo tena tuko pamoja. Mungu ambaye anatupa neema ya kukutana asubuhi ya leo. Namna tunazungumza kila siku, miujiza ya kwanza ndani ya maisha ya mwanadamu ni kuamka asubuhi. Kwani ukiwa umelala haujui yanapotokea. Ukiwa umelala ni maana hayupo. Ni maana haujui yale ambayo yanayokuja. Mimi naitwa Crispin Kashale. Ninakuja mbele zako tena kwa ajili ya mpango huu tunao pamoja kila asubuhi kuanzia saa 11 hadi saa 11 na dakika 15. 45 minutes avec le Seigneur kwa ajili ya kusema mambo ya nyakati. Wacha nikwambia kwamba wakati umetimia. Wacha nikwambia kwamba wakati umeenea. Wacha nikwambia kwamba wakati unakuwa sasa wa kusema na wewe amka ili upate kuona mabadiliko ndani ya nchi yako. Imetimia wakati. Na usipotambua habari za wakati, usipotambua masikiliko ya wakati huo, utakuwa umekosea na umekosea wengi. Tunaendelea na kusoma katika kitabu cha Esther, sura yake ya 3, sura yake ya 4 tafadhali, na mstari wa 14. Kwa kusoma kwa Kizungu tunasema ya kwamba, car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le juif, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Hiyo ni Mordekai aliyekuwa akiambia Esther, ambaye aliingia ndani ya nyumba ya ufalme. Ambaye aliingia ndani ya nyumba ya ufalme akachukuliwa kama mke wa mfalme. Na alikuwa huko. Na kulikuwa miandiko ilikuwa naandikiwa, ilikuwa inasema ya kwamba Wayahudi wote sherti wamalize. Na Mordekai akamwambia Esther, fanya angalisho. Ukinyamaza saizi, ukinyamaza saizi, msaada na ukombozi utatoka mahali pengine. Na wewe na nyumba ya baba yako mtaagamia. Na nani amekwambia ya kwamba wewe uko uliingia kwa ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Na nani alikwambia ya kwamba wewe hupate kupumua kwa ajili ya kufika wakati kama huu? Na nani alikwambia ya kwamba wewe hukufika kwa hiyo ambayo inatokea saizi kwa ajili ya wakati kama huu?
Wakati imetimia, wacha nikwambie tena. Wakati ya kubadilisha mambo mengi ndani ya maisha yako. Alianza na kumwambia ukinyamaza. Kwani wacha nikwambia kwamba kunyamaza, kutokusema, kutokueleza yale uliyopitia ndani, hiyo ndiyo silaha ya kwanza ya yule anayekusumbua. Kunyamaza. Kunyamaza, hiyo ndiyo silaha kubwa ambaye anayetumia yule anayekuangamiza. Kunyamaza. Anakwambia usiseme. Anakwambia unyamaze. Anakwambia isisikilikane mahali. Kunyamaza. Masumbuko yako wabaki nayo ndani. Masumbuko yako, malalamiko yako wabaki nayo ndani. Kilio chako unabaki kuwa nayo ndani. Nyamaza. Akwambia yule anayekusumbua. Na kitu mkubwa ambayo Mungu anafanya nasi ni kutupa, ni kutufungua ulimi, ni kutupa ili tupate kuzungumza, tupate kusema. Kwani maneno inakuwa ikibadilisha mambo mengi sana. Unajua nguvu ya maneno yaonekana kwa jambo na kwa lengo nyingi sana. Maneno ya kwanza yanatongoza. Na unajua maana yake, unaweza kumwambia mtu mazuri ya kitu na kumwelewesha, kwani wewe unakuwa na maneno, wamekupa maneno. Kitu nyingine, maneno inakusaidia kushughulikia mambo ama kumanipulate kwa ajili ya maneno. Kwa ajili ya maneno wabadilisha maoni ya watu wengi kwa ajili ya yale. Unawaambia yale wasioona, hata kuwaweka wasione kitu unayafanya kwa maneno. Maneno ina wanaoitumia tena na wachawi wanaitumia. Au watu wote wanaendaga kuroga, wanasemaga njoo ni kwa maneno. Maneno inaponya. Maneno inaponya. Maneno pia inaumiza. Sabless. Hali ya maneno ambayo unaambia mtu ni kama unampika mkuki ndani ya mgongo wake. Na blesse. Na maneno inanyongonyenya ama inayumilie, inashusha chini. Kuna mtu atakwambia maneno unasikia unadhofika sana. Lakini genre ya maneno ambayo inayohitajika, hiyo ambayo inayoponya, hiyo ambayo inayoleta msaada, ni maneno ambayo inakuwa ikiseduire. Na hiyo ndiyo Mardokhei alikuwa akiomba Esther, akimwambia Esther, ukanyamaza saizi. Ukanyamaza saizi. Jua ya kwamba Mungu atajitafutia peke yake msaada kwa ajili ya kukomboa wana wake. Tutakutana mara nyingi ndani ya hizo shida ambazo waona unaonelewa, unashuka chini, hakuna ambaye anayenyosha mkono kwa kukutetea. Maneno ya tetea. Hakuna.
Hakuna ambaye anayenyosha mkono kwa kusema atashuhudia kwa ajili yako kwa kugeuza yale aliyoona. Biblia yatueleza mengi jameni. Biblia yatueleza habari ya yule ambaye walikuwa pamoja na Yusufu ndani ya gereza. Le centenier et le meunier. Walikuwa pamoja na Joseph ndani ya gereza. Huyu ambaye alipaswa kwenda nyumbani, Yusufu akasema, ukakutana na mfalme, ukaingia kwa madaraka yako, usinisahau. Lakini Biblia inakueleza alipoenda wote wawili, centenier na meunier, walienda, na hiyo ambayo Yusufu aliyowaambia ndani ya gereza ilifika, lakini wakasahau, hawakusema jambo. Na Mungu aliweka wakati ambao mambo magumu yalifikia mfalme kwa ajili ya ndoto aliyoota, na kujua, ikamrudisha kukumbuka ya kwamba kuna mtu yuko ndani ya gereza anaweza akakueleza mambo yaliyokufikia. Na maneno yake yakawa mazuri. Na hapo Mardokheo anamwambia Yusufu, wewe, anamwambia Esther, wewe ukanyamaza saizi, usinene kitu. Ukanyamaza saizi, usieleze kitu. Ukanyamaza saizi, usishughulike na kitu. Ukanyamaza saizi. Jua ya kwamba Mungu ajitafutia kila siku ukombozi. Alikawia sana kukomboa wana wa Israeli. Zaidi ya miaka 90. Generation yote karibu yende. Lakini alipata Musa, ilimchukua wakati. Lakini alimpata. Mimi napenda sana maneno ambayo anayoeleza katika kitabu cha Ezekiel. Na mtafuta mtu mmoja tu atakaye nyosha boma, lakini ninamkosa. Je cherche un. Na kwa Mungu inamchukua wakati nyingi kwa kupata yule ambaye atakayetumia kwa ajili ya mambo makubwa na mpango mkubwa aliyokuwa nayo kwa ajili ya maisha yetu. Yamchukua wakati. Nilikwambia kwamba kitu mkubwa buru anakuaga na itulize sana. Kitu mkubwa sana mtu ambaye anakusumbua anakuaga natumia ni kukunyamazisha. Nyamaza. Na ukakubali kunyamaza, ukakubali usiseme, ukakubali usinene lolote, ujue ya kwamba unajiweka kamba ndani ya shingo. Ni wewe utakaye agamia kwani unanyamaza. Mara nyingi wanakuwa wananiambia kunyamaza ndio hekima. Hiyo wanaita hekima. Ndio nasikia. Kwa hekima sio kunyamaza, lakini hekima ni kujua ni wakati gani waenea ili ukanene yale yaliyokufikia. Kujua nyakati. Hiyo ndio naita hekima. Kwani yanibeba katika kitabu cha Samueli wa pili sura yake ya 16. Hapo kulikuwa na mtu mmoja, jina yake ilikuwa ni Shimei. Alikuwa ndani ya jamaa ya Sauli. Alipoona David anapigana pamoja na mtoto wake, walikuwa ndani ya vita. Shimei akaona David akikimbia mtoto wake,
akikimbia Yonathani. Akaanza na kumlalamikia. Unaona sasa? Hiyo ndio hukumu ulipaswa kupata. Akaanza na kumlaania kwa maneno yake. Na Daudi alikuwa pamoja na jeshi lake. Walikuwa watu wengi sana wakimfuata Daudi, wakikimbia pamoja naye kwa mlima Mzeituni. Kwani alikuwa akikimbia yale Absalom alikuwa akimteketeza naye. Na kwa ajili ya ile repli strategique, Daudi alichukua, yeye akazani ya kwamba Daudi ameshindwa, akaanza mtukana na maneno. Wewe damu ya jamaa yangu, damu uliyofanya kwetu, damu, wewe ni mtu wa damu, wewe ni mtu mbaya. Daudi alimwangalia, na ninapenda sana yale ambayo Daudi alimjibu. Kwani watu wa Daudi, kwani jeshi la Daudi likamwambia, sasa huyu sisi tumkamate basi na tummalize. Kwa nini aweza katukana mfalme? Daudi akasema katika kitabu cha Samueli wa pili sura yake ya 16 mstari wa 11-12. Hapo anasema, hata mtoto wangu aliyetoka tumboni mwangu anataka akaniangamize maisha yangu. Sasa huyu, wacha hivyo, kwani kuna mara Mungu anakubali akaifanya. Na kama Mungu ataka kunilipiza, basi mapenzi yake yafanyike. Hiyo maneno ya Daudi nakuwa naipenda sana. Kwani Daudi alijirudisha nyuma, akaingia ndani, akasema maneno ya huyu sitaki ni mhukumu saizi, kwani inawezekana Mungu alimfungua mdomo ili apate kunilaani. Na yale tunayafikia mara nyingi. Jamani, nakwambia tuko ndani ya wakati ambao umefika kwako kwa ajili ya ukombozi. Wale ambao wanaotufuata kwa Facebook ama kwa YouTube wanasoma kama titre ya hii yote ni kuambia Mkongomani, wakati umetimia. Chukua destin yako mikononi mwako. Wakati umetimia. Wakati ambamo ni wewe ambayo utachagua njia gani nitatembea ndani na nitaendaje. Imetimia wakati wako. Na matendo yako yatatoka kwa maneno, kwa kuzungumuza yale yaliyopitia. Unajua, mara nyingi sana wakitueleza kwa ajili ya justice transitionnelle, tunakuwa tukisikia na tukiomba kwa ajili ya nchi yetu. Hiyo justice transitionnelle ni processus ya kuponya taifa. Ni processus ya kusaidia taifa iende hadi kwa uponyaji. Na inaanza na kitu ya kwanza, kujua ukweli. Nini ambayo iliyofika? Kwani kuna mambo mengi ambayo tulipitia ndani tukakosa kuyaeleza. Kuna mengi ambayo tuliyoyaona tukakosa kuyaeleza. Kuna mengi ambayo tuliyoshuhudia, tuliona na macho yetu, tukaishi na mili yetu ikasikia, lakini midomo yetu ikafungwa. Na sisi tusipozungumuza yale tuliyopitia ndani, hakuna siku tutasema ya kwamba tumekombolewa. Haiwezekani. Haiwezekani. Ni kama huyo mama ambaye nilikuta, ambaye waasi walifunga kwa mti, ambaye walikuwa wakibaka moja kwa moja, ambaye hakujua namna alivyofika kwa hospitali na kutunzwa na kufungua. Siku ya kwanza alisikia amewekwa huru, ni siku ambaye alieleza yale aliyopitia. Wacha nikueleze habari moja.
Mimi kwa 2010 mwaka wa 2010 nilienda nchi wanaita Hungary. Nilikuwa Budapest. Na tulienda kuhubiri huko. Na nilipomaliza kuhubiri ndani ya kanisa moja, nikaona mzee mmoja anakuja akitembea. Akitembea ni kama na kane yake. Anakuja kwangu baada ya mahubiri, kanisa imekwisha, anakuja akanione. Nilipomwangalia nikasema kuna mara anahitaji maombi, kuna mara anahitaji kitu kingine, lakini mimi sikuwa nasikia ni kwa nini amekuja kwangu. Alafu nikasikia ananiuliza. Anasema kwa Kiingereza, unajua hiyo nchi za Europe the Leste za nyingi sana walikuwa wanajifungia, hawakuwa napenda sana kuzungumza Kiingereza. Lakini alikuwa anajikaza kadogo. Akakuja akaniambia, "You say you come from..." Mimi naambia, ya, Kongo. Kongo. Ndio, unatoka Kongo. Ulisema unatoka Kongo. Unajua hero wangu? Akaniambia, "Do you know my hero?" Nikamwambia, "Hero wako? Hero wako ni nani?" Nikaona mzee ambaye alikuwa ni kama na nyonjo, na unaona amezeeka kabisa na fimbo, anaanza mu. Mimi nikazungumza nikasema, "Mkwege." Nikaona ananirukia, anaanza lia machozi. Nikabaki 2010, ama sijui mambo ya Kongo sana, ama nimefanya zaidi ya karibu miaka 10 sifike Kongo. Nikaona akakuja akaniweka pembeni. Alafu akakuja kijana moja akakuja kututafsiri. Akaanza nieleza. Akasema wakati wa Deuxième Guerre mondiale, vita ya dunia 40-45, huyo mzee akaniambia alibakwa na Wanazi. Walimbaka mwanaume. Na tangu hiyo Deuxième Guerre mondiale alikuwa hajazungumuza lolote. Hajasema kitu na mtu. Na wakati Mukwege alianza kuzungumuza kwa ajili ya viol comme arme de guerre, viol kama silaha ya kama silaha kwa vita, namna wanavyotumia viol kwa kushusha wananchi, kwa kuwashusha na kuwaweka chini. Na akamwambia ya kwamba kitu ya kwanza ya kufanya ni kuzungumuza yaliyokufikia, ni premier processus ya guérison. Tangu hiyo siku huyo mzee akaeleza yale aliyomfikia. Na tangu alieleza yale aliyomfikia akajisikia na kuwa huru. Alikuwa mzee kabisa. Na akajisikia na kuwa huru. Na akasema ni hapo ndipo furaha yake ya maisha ilianza. 2010 na mimi nikajiuliza, huyo Mukwege huyo si mkuu wake na Irma hapa chini, wake na Bejo, mkuu wake na Deo colleague? Kweli? Wapi huko? Budapest, Hungary. Kusema, jameni, usiache kuyazungumuza yale unayoyapitia. Yale unayoyapitia ni yale ndiyo itapata kukutunza. Kwani wacha nikwambie, kama Mkristo wajua ya kwamba ndani yako una utatu: roho, mwili na nafsi yako. Mwili ulitoka kwa udongo, utarudi kwa udongo. Nafsi yako ndiyo ya kubeba kwa mabaya, na hiyo ndiyo watasema nafsi yako
utapata l'âme, ton âme répondra. Hiyo itapata kupata maadhibu. Na roho itarudilia yule aliyekupa roho na aliyekuwa wa roho. Hiyo mambo matatu watembea nayo inatuma unakuwa wewe ndani ya maisha yako. Na wacha nikwambie, kutunza nafsi yako, kitu mkubwa ambayo kusaidia ni kuyaeleza magumu uliyopita ndani. Kusema. Wakati moja nilipita kwa television huko Norway. Na ilikuwa wakati vita ya Mtebusi, watu wa Mtebusi wamechukua Bukavu. Bukavu imechukuliwa na Wanyarwanda. Na ilikuwa shida sana. Na mimi nilipata kuita ndugu zangu hapa Bukavu. Na huko Norway wakaniuliza, kwani baada ya hiyo sisi tukaenda kwa maombi, tukaenda omba Mungu. Wakaniuliza, sasa inakuaje kwa Afrika? Tofauti iko je kati ya Afrika na hapa Ulaya? Hiyo walikuwa wakiniuliza. Tofauti iko je huko pia? Shida kiwafikia. Nikawaambia, sisi kwa Afrika shida kafika, tunazoea kwenda kanisani, tunamlalamikia Mungu, tunamwambia maneno yetu. Lakini hapa nchi ambamo nilipokuwa ndani, nikamwambia hapa kuna mabiro, maofisi. Ukapata shida kama hiyo, wanakuambia kwenda kuangalia psikologi, uzungumze naye. Na ukienda kwa psikologi ni kuanza kumuelezea, atakupa wakati ujieleze. Lakini sisi hapa tunakuaga tunamulilia Mungu. Kwani tunajua ya kwamba Mungu atusikia. Mimi napenda sana namna alivyomwambia Musa katika kitabu cha Kutoka, Exode, sura yake ya 8. Alimwambia, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Nimesikia malalamiko waliotuma kutokea kwa wale waliowasumbua. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses souffrances. Na ninajua mateso yao. Mungu ayasikia malalamiko yetu. Lakini nakwambia kwamba usibaki kimya, eleza. Si tu te tais maintenant, ukanyamaza saizi, jua ya kwamba Mungu ataleta ukombozi. Na akaleta ukombozi, wewe na jamaa yako. Usizani ya kwamba mutabaki huru. Saa imeenea jameni. Saa imeenea kanisa la Bwana. Saa imeenea watoto wa Mungu. Saa yako ya kusema na kushimama kusema yale yanayotufikia, wacha tuyaeleze. Mimi najua mara nyingi kwa maisha yetu tunakuwa tukijisumbua. Kwani ingawaje tunakuwa na woga ya kusema tusinene yaliyotupitia. Lakini maisha ya kuwa magumu tena, na inafika siku nasema haiwezekani. Siwezi nikakaa kimya na nikaendelea kukaa kimya hadi lote. Unajifungua. Mungu anatuma unajifungua. Na mimi wacha nikwambie ya kwamba shida tulizopitia ndani sisi kama wananchi wetu, kama wananchi wa Kongo, zimepita. Kumbuka ya kwamba nilikwambia mimi nilizaliwa ndani ya vita. Kukomea kwangu tulikuwa ndani ya vita. Sisi tulikuwa watoto
kwa tulikuwa Kadutu, tulikuwa tunapigana mavita ya makartier. Na mimi ndakwambia kwamba nikiona hapa najua ya kwamba ni zau ilikuwa tulikuwa tunafanya kama bunduki, alafu tunaifanya mijareti, tunaweka ndani misumari na tunaanza pigana. Ili nipiga hapa pak. Kulikuwa ba éclaireur, kulikuwa ba attaquant, kulikuwa defense. Na hilo yote ilikuwa kwa nini? Kwani tuliishi utoto wetu wote tulipita ndani ya vita. Vita ya Jean Schram, vita ya Mulele, ilikuwa ni hapa. Na Mobutu alikuja, tulipata amani wakati wa Mobutu na tulipata kujisikia tuko watu. Kwani kumbuka ya kwamba vita ya Jean Schram, mzungu moja jina yake Jean Schram, Mbeleji, akasema yeye anakuwa president wa hii parti yetu yote. Hadi akapigana vita. Jabeni, Kongo yavamiwa. Mbeleji alikuja. Mercenaire kwanza, wanaita mercenaire, maana yake alikuja kusaidiana. Baadhi ya yote akasema kulipa kwake huku kunakuwa kwake. Tutatembeaje? Imekuwa saa ya kushimama. Imekuwa saa ya kuchukua hatua kwa ajili ya nchi yetu. Inakuwa saa ya kusema sisi wananchi ni sharti sasa tukae. Hao wakati mnatupatia imekwisha, ni sharti sasa sisi tupate kushimama. Na inaanza kwa nini? Kuzungumuza nini iliyotufikia. Kwani tukiyazungumuza watu wataamuka na kujua ya kwamba yale yaliyotufikia yasifike tena. Baadhi kitu ya mwisho ambayo inakuaga kwa hiyo justice transitionnelle kumapilie zake, watakwambia ukishapita garantie de non repetition, maana yake garantie ya kwamba hiyo ambayo ilifika haitafikaga tena. Hapo ndipo taingia kwa vetting, kujua ya kwamba huyu ambaye aliumiza watu hata rudi tena mahali ambapo aliowaumiza. Kwani ni hapo kutakuwa kuombana huruma. Lakini yaanza kwa nini? Yaanza kwa kuzungumuza. Si tu te tais maintenant, la délivrance viendra d'ailleurs. Ukinyamaza saizi, ukombozi utatoka mahali pengine. Usinyamaze. Usinyamaze. Usinyamaze, kwani Mungu alikupa neema ya kujua. Mara nyingi sana tunangojaga, unajua kwa ajili ya uoga ambao tunakuwa ndani ya nchi yetu, unasema mimi naoga, wacha ningoje. Ukishaenda nje unakuwa nasikia watu ambao wanakuwa nje wanakuwa wakizungumuza sana. Ni kwani hawako hapa? Hawako ndani ya nchi, wanakuwa wakizungumuza. Lakini kuja hapa ndani tuzungumuze hapa ndani. Kuja hapa na tuyaseme yale yaliyotufikia hapa ndani. Kwani mmoja akasema anaondoshwa, wa pili atasema ataondoshwa, wa tatu hataondoshwa, wa nne hataondoshwa. Ni sharti. Mabaya yanayofika ni sharti yazungumzwe, ni sharti tuyaseme. Mpendwa msikilizaji, mimi nashukuru Mungu kwa kuona ya kwamba alitupa neema siku ya leo kuamka pamoja na kuzungumza pamoja kwa ajili ya mambo makuu Mungu ataka kututendea sisi. Tunapoona mbele, tunajua ya kwamba hata tuacha huyo Mungu wetu. Tunajua ya kwamba huyo Mungu wetu atatembea pamoja nasi. Tunajua ya kwamba yule Mungu aliyetuita sharti ashimame pamoja nasi. Kwani mpango wake ni kutukomboa sisi saizi. Na saa zetu za kukombolewa zimetimia. Saa zetu za kushimama zimetimia. Mimi sijui uliopitia ndani. Mimi sijui iliyokusumbua. Mimi sijui shida uliokuwa nayo ndani ya moyo wako.
Mimi sijui ile uliopitia ndani ambayo hauzungumuzi. Unasikia inakuwa kilo sana kwako kuyazungumza. Lakini nakwambia usipoyazungumza nafsi yako itateketea. Jipe moyo na ujifungue. Wacha tuombe Mungu. Mahali ulipo, nyosha mkono wako juu. Kwani najua ya kwamba Mungu wetu anabaki kuwa mwaminifu. Najua ya kwamba Mungu wetu hatatuacha kamwe. Na uaminifu wake wadumu milele. Nyosha mkono wako tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza na kuweka jirani yangu, ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, dada yangu na kaka yangu, na waweka chini ya utukufu wako. Ninasema asante asubuhi ya leo kwa kutufunulia, kutupa neema ya kuamuka leo na kupata kuyajua maneno yako na kuyasikia. Ninakushukuru kwani wewe ni mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Wewe ni Yesu aliye hai. Wewe ni Mungu asiyetuachilia. Wewe ni Mungu anayetuongoza. Wewe ni Mungu anayetulinda. Ninasema asante asubuhi ya leo kwa najua ya kwamba uponyaji watoka kwako. Kwa yule aliyejisikia mdhaifu leo, najua nguvu mpya ya kuja ndani ya maisha yake. Baba, ninasema asante. Asante kwani saa imeenea kwa ya kutupa uongozi ambao wanaotufalia. Saa inaenea ya kutupa wale ambao watakao simama pamoja nasi ili ya kusimamisha nchi yetu. Kwani ulituambia amani yetu itatokana na amani ya nchi ulimotuma ndani. Na nchi yetu tunaileta chini ya utukufu wako. Baba, usituachilie. Naomba Bwana, msikilizaji wa leo ukapata kumupa nguvu mpya, ajitambue na ajifungue. Ninaomba nikiamini katika jina lako Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mpenda msikilizaji, nasema asante siku ya leo ukataka kuzungumza pamoja nasi, ama ukasikia umependezwa na programu hii. Ujua ya kwamba waweza kutukuta kwa manambari 09929382216 ama 08430352225. Ukapenda ni ku 099 29 38 216 ama ku 84 30 35 225. Kwa leo ninashukuru kwa ajili ya saa nzuri na Mungu akubariki. Asante na asante tena. Fred Arike Seifelge, han sa till Moses: jag har sett mitt folks nöd i Egypt och har hört det skrikande deras under slavedrivarna. Jag känner deras smärta. Krig, krig, krig. Det är nog för Kongo. Det är nog med krigen i Kongo. Kongo var en utarmning. Fred, det har fortsatt med dig. Hör mitt rop, hör min bön, hör, åh min Gud. Hör mitt rop, hör min bön, hör,
Haren, haren, haren. Oh, min bön. Sikia kulia kwangu, Mungu wangu. Sikia maombi yangu. Sikia kulia kwangu, sikia kulia kwangu, Mungu wangu. Sikia leo, sikia maombi yangu. Mungu, ukinificha uso wako, nitajificha wapi maadui zangu? Nilinde uhai wangu na hofu ya maadui zangu. Mungu, ukinificha uso wako, nitajificha wapi maadui zangu? Nilinde uhai wangu na hofu ya maadui zangu. Nimechoka na kulia kwangu, roho yangu imekauka. Giza kubwa lafunika njia yangu, mwisho wangu nitakuwa wapi Baba? Haren, haren, haren. Oh, min bön. Haren, haren, haren. Oh, min bön. Sikia kulia kwangu, Mungu wangu. Bila wewe sitoweza. Nahitaji msaada wako Baba. Baba, 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 sikia maombi yangu. Baba, 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 sikia maombi yangu. Hallelujah. Haren, haren, haren. Oh, min bön. 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 Baba, 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 sikia maombi yangu. Hallelujah. Baba, Hallelujah. Baba, Baba, sikia